Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri hiki cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana siku ya leo. Tuna somo zuri linalosema dawa dhidi ya usherati. Dawa dhidi ya usherati. Ni dawa gani? Tunapochimba hapa tutakuja kuona. Basi kabla tujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa upendo wako na ulinzi wako. Siku ya leo Baba, umetuleta tena ili utufundishe, utupe dawa dhidi ya usherati. Ombi letu unapotupatia na mfuatiliaji wa kipindi hiki naye apate sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Jamani, moja kati ya dhambi ambazo zilikuwa zivumiliwi katika kanisa la awali Kristo washerati, na ulitajwa kabisa ibada ya sanamu. Okay. Na hapa Korintho ilikuwa ni tatizo hili. Kuna kesi tuliona sura ya 5, mtu anatoka na mke wa baba yake na wale wengine wanashangilia. Sura ya 7 mstari wa 1 anasema basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Yaani walienda wengine walimwandikia Paulo, anasema kuna shida hapa washerati, na anaijadili mahali pale. Dawa yake sasa tunaiona katika barua hii ya Paulo, jinsi anavyokutana na hili tatizo na ushauri anaotoa. La kwanza, lazima tujihesabu kama watu tuliooshwa. Paulo anawaambia wa Kristo wa awali. Korintho wa kwanza sura ya 6 mstari 11. Kwanza, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Ndio anataja hapo nyuma washerati, waabudu sanamu. Haya 11. Korintho wa kwanza 5:11. 6:11 nasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Paulo awaadresi wa Korintho kama washerati. Ila anasema mlikuwa washerati, mkaoshwa kwa damu ya Yesu Kristo, Roho wake. Yale mahubiri ni waziza chini, waziza hiyo nadhani ni dawa hii. Ila ukimapproach mtu anasema hivi, unajua mmeoshwa hivi, unajua wewe ni mme wa mtu, mke wa mtu, unamrudishia heshima, utambulisho ambao uasherati umemnyang'anya. Unajua ukifanya uasherati unajiona umepungukiwa, ufai, umedhalilika, kila mmoja anakuona. Sasa kila mtu anajua. Dawa sio kuongezea hapo petroli kwenye moto. Wewe umeoshwa, wewe ni mali ya mwili. Ya pili, 6:15 unamkumbusha yeye ni nani ndani ya Kristo Yesu. Yeye ni kiungo ndani ya Kristo Yesu. Amen. Korintho kwanza 6:15, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo sasa kuvifanya viungo vya kahaba. Yaani Paulo anajua kuna tatizo, kuna washerati humo ndani. Sasa ndio anakuambia sasa hivi, mnajua hivyo viungo vyenu ni vya Kristo na sio vya kahaba. Kwa hiyo swala sio tu kwamba kujitambulisha, anawakumbusha kwamba wao ni nani walipoamini, walioshwa na nini ndani ya Kristo Yesu, lakini hata miili yao ni ya nani. Hata kama ulitoa jana kwa kahaba, Paulo anakuambia lakini huu ni wa Kristo. Huwezi kusema kwa kuwa nishamvulia nguo basi alishaona utupu wangu, basi mimi namalizia tuko sawa tayari. Paulo anasema sio mali yako na sio mali ya yule jamaa. Ni ya Kristo. Hiyo ni dawa, sio dawa. Kwa hiyo unairudisha kwa Kristo. Unasema mali ya nani upeleke kwa kahaba? Dawa hiyo. Amen. Tuendelee tena.
Mstari wa 19 na 20 anakumbusha ni hekalu la Roho Mtakatifu ile mimi sasa. 19. Hawa mjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Na sura 12 mstari wa kwanza anasema mnaitoa miili yenu kama dhabihu iliyo hai, takatifu na kumpendeza. Sasa dawa ya uasherati nyingine ni kutambua kwamba huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sio tu kwamba ni kiungo cha Kristo, ni mali ya Kristo. Lakini kuna anayekaa ndani yake. Unajua mara nyingi mtu unapoenda kuzini au kufanya uasherati unadhani kwamba unaenda kufanya mwenyewe. Kwani si kweli? Anasema ni mimi na roho yangu tumefungana, tumekubaliana, unafunga chumba. Muombi wala mfanyaje, mnaanza shughuli. Sasa Paulo anasema sasa tambua huo mwili unaopeleka kule ni nyumba ya Roho. Ni nyumba ya Roho. Sasa ukishatambua kwamba sio tu mali yake, yumo humo ndani. Una ujasiri kweli wa kumpelekea kahaba kweli? Hapana. Yaani hata wale ambao tunaona ndani ya kanisa ni washerati tayari, eti Roho Mtakatifu yuko ndani. Vipi kama tutawakumbusha kwamba jamani, miili yenu ni ya Roho Mtakatifu hiyo? Kwanza wataiona ya thamani, si ndivyo? Alafu hawatataka kumtia wivu Roho Mtakatifu, badala yake wataitoa kama dhabihu iliyo hai. Dawa. Amen. Hebu jaribu kufikiria jinsi dhambi inavyoharibu mtu kwa zina. Dhambi ya zina inavyoharibu mtu. Hebu angalia jinsi ambavyo approach hii ya namna ya kushughulikia inavyoweza kuwa dawa. Una nini? Neno nilionalo hapa ni kwamba ukishaoga unaogopa uchafu. Na ndio maana ukishaoga, mimi nishaoga bwana, hata kama ni usweti unasema nishaoga, sitaki kusweti tena. Nishaoga. Ina maana unatambua usafi ulionao. Tukitambua usafi wetu kwamba tumeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo, hatutakubali tena kwenda kuchafuka. Kwa hiyo dawa hii mimi naipokea kwamba ukishakuwa msafi uhitaji tena kuchafuka. Haleluya. Amen. Rafiki yangu, wewe msafi bwana, wewe umetakaswa. Si umempokea Kristo? Na kama hujampokea, wewe mpokee, uoshe, utakaswe. Wewe si mzinzi tena, wewe ni mtakatifu wa Bwana. Baba yetu wa mbinguni, neno lako linatosha. Linatutakasa leo. Ni dawa. Anayepokea Baba kwa jina la Yesu kamtakase. Anayepokea kuoshwa kamuoshe. Na mtakatifu azidi kutakaswa. Libariki neno hili ili Roho wako Mtakatifu akazidi kuwa na mahali salama ndani ya miili yetu, tukikusubiri unapokuja mara ya pili. Bariki msikilizaji wetu tunapokutana naye tena somo linalokuja, ukatulete pamoja kwa jina la Yesu. Amen. 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 Mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona dawa dhidi ya usherati. Siku ya kesho tunakuja kuangalia ndoa na useja. Na bahati nzuri nafikiri rafiki yangu atakuja kuwakilisha. Inamuhusu. Mungu akubariki sana. Karibu sana siku ya kesho. Amen.